Mambo vipi mtazamaji wa Bongo Plus TV na 96 Link, karibu sana kwenye kipindi chako pendwa kabisa cha Political Science. Hapa unanikuta mimi niko na Hamadi Kombo, tunakutolea yale yote ambayo ama kukufafanulia na kukuchambulia na kudadavulia pia kwa upana zaidi kuhusiana na yale ambayo yanaendelea kwenye masuala yote ya kijamii, siasa na kiuchumi katika ulimwengu wote wa dunia, na jaribu kutazama mengi, lakini sasa hivi focus kubwa iko katika Mashariki ya Kati, kwa sababu ndo dunia macho yote hapo kule, na leo pia tutajaribu kudiscuss tuone nini ambayo yamejiri na tuweze kukuletea pia kwa hapa kwa lugha nyepesi kabisa ya Kiswahili. Kombo, kwanza kwema? Lakini kwema, sijui wewe mambo anasemaje? Shwari kabisa, Mungu anajalia kabisa. Yes. Tuna vitu vingi sana vya kuzungumza. Kwanza nikupongeze sana Kombo. Nakumbuka tumefanya kipindi kilichopita, mapokezi mkwani mazuri sana, na umekuwa watu wengi sana wamekuwa kipenda kila ambacho tunachokichambua, japokuwa najua kuna side mbili, negative na positive, lakini ndo kazi zetu hizi, si ndio? Yeah, kabisa, tunaelewa. Tuingie direct sasa. Trump ametoa taarifa mpya ambayo amezitaka nchi ambazo zinahitaji kupata mafuta kupitia kule kupitia mfereji wa Hormuz, kwa maana Mashariki ya Kati, wayafate Irani. Pengine kauli hii ambayo kwa kiongozi mkubwa kama Donald Trump kuitamka kwa kipindi hiki inamaanisha nini hasa, Kombo? Yeah, ni kweli muda mchache kutokea sasa Trump amechapisha kwenye ukurasa wake akidai kuwa nchi zote duniani ambazo zina uhaba wa mafuta aidha waende kununua mafuta Marekani ama waende moja kwa moja Irani kwenda kuchukua hayo mafuta, jambo ambalo linamaanisha kuwa anadai dunia kwa namna moja ama nyingine, ama kwa nusu ya dunia ama nusu na robo, imemkataa kwenye kile ambacho amekianzisha, hasa ikiwemo mataifa ya Ulaya yale, kwamba alitegemea kuwa baada ya kuanzisha huu mgogoro yeye na Irani pengine angepata ufadhili ama support kubwa kutokea kwenye hayo mataifa. Kwa hiyo mpaka hivi sasa dunia imekuwa kikumbwa kwa baadhi ya nchi, kikumbwa na uhaba labda wa mafuta na nishati ya gesi. Kwa hiyo Trump amesema hivyo kwamba kama mnataka mafuta mje mnunue kwangu ama mwende Irani, akimaanisha hiyo sentence ya pili, akimaanisha kwamba mwende mkayafuate Irani, akimaanisha kuwa pengine nchi nyingine duniani zimuunge mkono kile ambacho amekianzisha ama ambacho anakiendelea nacho kwenye hizi vita, akimaanisha kuwa pengine labda watu ama nchi zitume askari, zitume wanajeshi na vifaa, ama pengine labda kumpa fedha ili mradi kuongeza nguvu kwenye kile ambacho anakifanya. Na kwa upande wangu naweza kusema kuwa mpaka hivi sasa uwanja unakaribia kuinama ama umeinama pia kwa upande wa Marekani, kwa kuwa ukiona kati ambavyo anafanya mashambulizi, lakini Irani bado inaendelea kulipa ama inaendelea kujibu kile ambacho kimefanywa. Na tunaona kwa siku ya juzi jana walishambulia maeneo mbalimbali, hata maeneo ya umeme, ya kuzalisha umeme, lakini Irani naye ilijibu kwenye maeneo mbalimbali, ikiwemo kwenye hizi nchi za Ghuba kushambulia maeneo ya nishati pia. Marekani na Israeli ilishambulia baadhi ya vyuo vikuu pale, hasa katika mji mkuu wa Irani, Teherani. Na Irani jana ilijibu kwa baadhi ya vyuo pale, hasa pale Iraq ililipua baadhi ya vyuo. Kwa hiyo unaona kabisa Irani ni mfupa mgumu ambao kwa Marekani na Israeli umeendelea kuwachachafa zaidi kadri ambavyo wanapiga na wao wanalipiziwa. Na ndio maana naona pengine ametoa hii statement, sio kwamba tuisome kama ilivyo kwamba mafuta kama hamuna mje mnunue kwangu ama mwende mkafuate Irani. Yeye anamaanisha kwa maono yangu kwamba kama mnataka huu mgogoro uishe ama upatikanaji wa mafuta uendelee kama zamani, inabidi mniongezee nguvu ama tuongeze nguvu twende kuidondosha Irani tuweze kupata hiyo nishati ambayo tunahitaji.
Lakini huyo Trump amekuwa kwa sababu amekuwa akitoa taarifa baada ya muda fulani, kuna watu wengine wanakana tena nasema kwamba sasa Trump sasa hivi amekuwa kama na yeye kama ndio Uswahilini huko sitaki kutamka sababu tuko kwenye mambo serious kidogo, lakini ni katika hivyo kuwasilisha. Trump alizungumza kwamba anaweza akaruhusu mazingira ya hivi vita kuisha bila kutatua swala la mfereji wa Hormuz, kwamba pengine amalize vita, hilo swala la pale mtamalizana kila nchi kivyake vyake. Ile kauli inamaanisha nini sasa kwa Trump, au na yeye kuna nini ambacho anachokiona? Nisha kumsikia mchambuzi mmoja akikwambia kwa baadhi ya misemo ama statement za Trump zinapaswa zisifuatiliwe ama zisitiliwe maanani, kwa sababu uweze ukasema wewe ndio umeanzisha jambo lile halijakamilika, useme bwana nyie mtaendelea nalo, mimi naondoka zangu. Kwa akili ya kawaida haleti maana, kwa sababu wewe ndio umeanzisha ile fujo. Inawezekanaje uache mgogoro ukiwa haujamalizika afu uondoke? Ushasababishia maafa ndugu zako ama wale ambao ulikuwa unashirikana nao. Jambo ambalo haliko sawa, na kwa namna moja ama nyingine naweza nikasema kuwa hicho ambacho amekisema ni sawa kwa mataifa ambayo hayakuingia kwenye mgogoro direct. Nikimaanisha kuna mataifa kama hata japo Oman yupo mbali, anaonekana kama yuko mbali kidogo na ule mfereji wa Hormuz, lakini hata hawa kina Oman, kuna mataifa mengine ambayo hawakuingia direct kuisupport kwenye huu mzozo. Mataifa kama hayo unaweza ukasema kuwa hicho ambacho amekisema kuwa mimi nitaondoka na nitawaachia mmalizane wenyewe, wanaweza wakawa kweli amesema mimi naondoka kwenye hii vita, ila huo mlango mtajua muendelee nao. Kuna watu kama hawa Emirates, hawa Saudia na Qatar, hawa ndo wanaonekana kwamba waliingia, hawa Bahrain waliingia front. Kwa hiyo kama bosi atakimbia, kwa zile bills zote mnapaswa nyinyi mzilipe. Kwa hiyo balaa litakuwa kubwa kwao, lakini sidhani kama anaweza akafanya hivyo. Watu wengi wanaometa Trump ni mtu wa content creator, yani kutengeneza maudhui, kutafuta attention kwa watu. Sidhani kama anaweza akafanya hivyo. Unaiona labda solution ambao, kwa sababu niona pia Trump alizungumza kwamba amethibitisha kwamba amekuwa na mazungumzo mazuri na speaker wa bunge la Jamhuri ya Kiislamu na watu wa Iran. Mwenyewe alikataa, akasema bwana mimi hatuzungumzi chochote. Labda kuna paka watu wamechora kwa mfumo huu wa AI, wametengeneza Trump wa kwanza, Trump wa pili, amevesha zile vilemba kama vya tuwai, wanakaa wanaongea. Jambo ambalo kule walishakanusha, bwana sisi hatuna mazungumzo na yoyote. Huyu anayesema anafanya mazungumzo, basi anafanya mazungumzo yeye mwenyewe. Kwa mazungumzo pale hakuna mazungumzo, na wao walishakataa. Hata raia wenyewe Iran wamesema bwana sisi hapa hakuna mazungumzo. Kwa sababu kitendo ambacho walichokifanya kile cha siku ya kwanza ya vita ni kitendo yani cha nini, cha kinyama, na kitendo ambacho yani kinashusha heshima, kwa sababu yule aliyemuua ni kiongozi wa nchi na kiongozi wa dini kwa upande fulani. Kwa hiyo kitendo kile ambacho umekifanya ni kitendo cha fedheha kwa namna moja ama nyingine kwa imani yao. Kwa hiyo wao wanasema kwamba kile ambacho kimefanyika lazima kilipwe. Kwa hiyo unakuwa ni kama wamemsaliti yule kiongozi wao, kwamba mimi nishazulumiwa uhai wangu, baadaye mnaenda kukaa meza moja na wale ambao wamenidhulumu kisha mnakubaliana. Inakuwa sio kweli. Hata kwenye baadhi ya mila inakuwa so sawa. Mfano itokee labda kwenye kabila lako itokee mzazi ameuliwa na labda na jirani, alafu baadaye watoto wa yule mzazi aliyeuliwa waende kufanya waelewane na yule ambaye amemuua mzazi wao. Inakuwa sio kweli. Hata yule ambaye ameuliwa huko alipo unakuwa nafsi yake inawakunjia, hata maendeleo mtakuwa hamuna. Kitu kama hicho. Kwa hiyo hapo
tutaendelea kuona hii mizozo ikiendelea kurushiana kwa sababu kila mmoja anajiweza. Japokuwa tunaona propaganda zinaendelea kwamba ukiangalia kuna sehemu ama baadhi ya peji upande mmoja umeelemewa sana, upande mwingine umeelemewa sana, lakini ninavyoona mimi mzani bado umebalance kwa sababu kila mmoja anajiweza. Huyu akipiga mchana anarudisha asubuhi, hivyo hivyo kitu kama hicho. Lakini kwa upande mwingine bunge la Israel limepitisha sheria ya kuwanyonga wa Palestina wenye kukaidi au kutima vitu ambavyo wameviweka na sheria zao kule wapi Israel. Pengine hasa hii sheria inamaanisha nini hasa? Pengine kwa mtu ambaye haifahamu hizo kaifafanua pia. Kwenye mkutano wa jana wa bunge la Israeli ilipitisha hiyo sheria. Nilimwona pale waziri Ben-Gvir yule kama sijakosea akisherekea kabisa, akigonga chazi wakigonga chazi na wabunge zao baada ya kupitisha hicho ambacho amekisema kwamba wanasema Mpalestina yote ambaye atuhumiwa na kosa la ugaidi, na kwa ugaidi sio kama kwenye hizo nchi zetu kule kwa sababu wale hawawezi kujidefend, hawana silaha walio wengi, hasa kwa upande wa West Bank. Niwaambie tu wa Tanzania ama wanaotufuatilia kwamba West Bank ni Palestina ambayo inakaliwa kimabavu. Kwa Kiswahili tunaita ukingo wa magharibi unaokaliwa kimabavu. Unasikiza sana hata kwenye BBC, kwenye channel zao za BBC na nilio CNN utasikia occupied West Bank, yani wanamaanisha ni Palestina ambayo inakaliwa kimabavu. Kwa hiyo kule wenyewe ile kwa mdomo ipo chini ya PA, Palestina Authority, ambaye rais wao yule anaitwa Mahmoud Abbas, ambaye unamuona kabisa kwamba anashirikiana na nchi za Kiarabu, anashirikiana na hao Israeli na ana jeshi lake, lakini hilo jeshi ndio linatumika kuwakamata hata wa Palestina kwa sababu wale hawawasaidii wa Palestina. Na ndio maana ni wavumbue tu wa Tanzania kwamba Wapalestina wengi wanakubali Hamas kushinda hiyo PA ambao rais wao ndo Mahmoud Abbas, kwa sababu hata kwenye mgogoro wa Gaza ambao umefanyika, Hamas walienda kule Israeli wakateka watu. Miongoni mwa vitu ambavyo walivyokuwa wanavitaka kuingana makubaliano ni kuachia baadhi ya raia ambao wapo kwenye jela za Israeli, ambazo wengine hawaishi Gaza, wengine wanaishi West Bank. Lakini mamlaka ya kule ama rais wa kule ameshindwa kufanya chochote kwa ajili ya watu wake ambao wamechukuliwa na Israeli. Lakini Hamas ilienda kule na kuchukua wale watu na kusema bwana, ili mwapate raia wenu, waacheni raia wetu. Na raia wengine sote ambao wanatoka Gaza, most of them walikuwa wanatoka West Bank. Kwa hiyo hiyo sheria kupitisha kwamba wamesema yoyote ambaye atatuhumiwa kwa kosa la ugaidi Mpalestina kule, hata ukirusha jiwe kwa bahati mbaya ile jiwe likalenga labda gari la jeshi la Israeli, we ni gaidi. Haijalishi una umri wa miaka mingapi, kama una umri wa miaka 2, 3 na kuendelea, wewe utapelekwa jela. Kwa hiyo jana ndo amepitisha hiyo sheria kwamba yoyote ambaye atatuhumiwa kwa hiyo ama atapatikana hilo kosa la ugaidi, kwa hiyo utanyongwa. Haina haja ya kupelekwa mahakamani. Kwa jambo ambalo linaleta unaona kabisa kuna double standard duniani. Kwa sababu hata pale Iran wanasema kwa miongoni mwa sababu ambazo wanataka wautoe ile utawala ni kutokana na regime change, wanataka utawala uondoke kwa sababu zikiwemo hizo sheria za kunyongwa. Lakini hicho ambacho kinakatazwa kwenye jamii fulani, Israeli inapitisha na inashangiliwa na usikii sehemu yote haki za kibinadamu au wasimamizi wa haki za binadamu akisema chochote. Unaona kabisa kwamba hiki ambacho kinafanywa na Israeli na Marekani kwamba kinabarikiwa na mashirika mengi ya kimataifa. Na hata hapa hivi sasa kuna taarifa ambayo imechapishwa kwamba waziri mkuu wa Spain bwana Sanchez amelaani hiyo sheria kwa kupitishwa kwake, na amesema sio sawa. Na vile vile tunafahamu kwamba Sanchez akubaliana na kile ambacho kinafanywa na Israeli tangu hapo Gaza na tangu sasa hivi wapo Iran wanachokifanya pia. Kwa pia amelaani kwa kusema sio sawa na ni miongoni mwa vitu ambavyo vinaleta double standard kwenye uendeshaji wa dunia. Hicho ambacho unakiona kimetokea hapa ingepitishwa labda live na serikali labda Iran, tungeona hapa kwenye mitandao ya kijamii na maeneo mbalimbali ambapo vitu
lazima wangelaani na kusema kwamba Iran labda inahatarisha labda usalama wa dunia, lakini imefanywa na Israeli, wanashangilia na hakuna chochote ambacho kinafanyika. Lakini ukiangalia kile ambacho tumezungumza kwa upande wa Israel, unadhani Palestina kwa sasa hivi mamlaka yao kama wakazi ambao wanatamani kuwa na nchi yao uhuru, pengine hasa kwa namna unavyoiona hasa Palestina kwa vitu vinavyoendelea sasa hivi, unaona wapi hasa kwa miaka inayokuja? Kwa hiki ambacho kinaendelea, naweza kusema kwanza hiki kati ya Marekani na Israeli dhidi ya Iran, kidogo kule Mungu amejalia wanapata ahueni kwa namna moja nyingine, japo sio sana. Juzi niliona kuna taarifa kama ile siku ya Eid walishambulia maeneo fulani ambayo Gaza sasa hivi haiko kama vile zamani, kwa sababu kuna magofu tu, ila kuna sehemu alitengeneza kwa ajili tu ya Eid watu kwenda kuna nini. Lakini Israeli walivyokuwa na chuki na ubinafsi, hata vile vitu vidogo ambavyo wanavyo Palestina bado vinawauma roho. Walishambulia pale na baadhi ya watu walikufa, na hata jana pia nimeona mashambulizi yakifanywa. Kwa hiyo unaona kuwa kwa kipindi hiki wana ahueni kwa namna moja ama nyingine. Lakini hiki ambacho kinaendelea Irani, na ikitokea Irani kaanguka, basi sidhani kama hata Palestina nayo itawepo, hasa upande ule wa Gaza, kwa sababu Irani ndio alikuwa anafadhili ama anatoa support kubwa hasa kwa wale Hamas kujidhatiti kisilaha, kimafunzo. Walikuwa wanawapeleka kule kwenda kuwafundisha na kuwapata pesa pia kujikimu, kuendesha serikali, kwa sababu Hamas ndio serikali ambayo ilikuwa inaendesha Gaza. Kwa hiyo ikitokea Irani ikadondoka direct, yani permanent, hata uwepo wa Gaza ama Palestina hii itakuwa mashakani pia, kwa sababu bosi ambaye anakudhamini ameshaanguka. Kwa hiyo na huu ni mpango maalum. Waliona kwamba ili tuikamate Palestina hasa Gaza, inabidi tuende kule tukang'oe mzizi ambao unaufadhili ama unapitisha maji kufikia Gaza. Na ndio maana hiki ambacho kinatokea sasa hivi Irani kinafanyika kwa nguvu kubwa, ili mradi miongoni mwa sababu ni kwa ajili tu ana support kwa kiasi kikubwa makundi ikiwemo Hamas kwenye kujitetea na Hezbollah pia. Hapo kabla hatujahama kwa Israel, pengine kwa upande wa Hezbollah pia na Israel kukoje huko? Kumekuwa na taarifa ambazo zina mkanganyiko sana. Ndio maana wakati mwingine nilikuwa nakwambia off camera kwamba napata taarifa ambazo zina mkanganyiko. Juzi niliona taarifa kwamba Netanyahu anasema kwamba kuna maeneo baada ya kuvunja kule daraja na nini vita vikaendelea, wakasema kwamba kuna maeneo atakayachukue. Na kuna baadhi ya wachambuzi nilikuwa nazungumza nao kanambia bana kule tayari washamega maeneo. Lakini kuna taarifa zingine kutanaza na kuambia kwamba Hezbollah wameenda kuweka bendera ndani ya ardhi ya wapi ya Israel. Nini ambacho sasa tuondoke na kipi kombo kwenye hizi taarifa huko Hezbollah na Israel? Kama ulivyosema kuna baadhi ya wachambuzi na kwenye hii issue kuna baadhi ambao wameshachagua upande, kuna wengine ambao tupo neutral, kuna wengine ambao wamechagua upande wa pili. Ila kiukweli ukiangalia mkasa mzima ulivyoanza tangu 2023, Israeli haina hiyo nguvu ya kusema kwamba imeenda kuchukua maeneo kule wapi Lebanon. Kwa sababu tangu 2023, 2024, 2025, 2026 hii hapa, wewe una askari gani ambao wana uwezo wa kupigana vita miaka 4? Na tuna refer kwa askari wengi wa Israeli, wengi ni wakina nani wale ndugu zangu, wakina nani wale anko fulani. Kwa hiyo kwa kawaida hawawezi. Na tunaona kabisa kuna video ambazo ama picha zinasambaa kwamba Hezbollah wamemega maeneo ya Israeli ama wameweka bendera zao zile za Hezbollah kwenye upande wa Israeli, sivyo kama vile ambavyo tunaaminishwa na nani na Benjamin Netanyahu. Na vile vile video nyingi zinaonyesha kwamba askari wengi wa Israeli wamezidiwa uwanja wa vita. Na uzuri wa Hezbollah ni miongoni mwa kundi ambalo limefuzu sana kile ambacho wamefundishwa na Iran. Hezbollah wanakupiga afu wanakurekodi. Hata zile droni zao
tofauti na hizi za Iran. Drone za Hezbollah zina kamera. Kwa hiyo unabondwa huko anakuona. Unaonesha kabisa bwana, hii tulimtumia Victor na kikosi chake cha Bongo Plus na Starlink na ilimfikia.